peleka madai yako Mahakama Kuu. Sharti la kwanza la kupeleka notice ya siku 90. Kesi yangu ya madai Mahakama Kuu niifungue dhidi ya nani? Mashirika yote ya umma, makampuni yote yanayomilikiwa na serikali, mamlaka za serikali za mitaa na mashirika mengine yote ya kiutendaji ya serikali. Kwa hiyo ukiwa na kesi dhidi ya mamlaka hizo nilizozisema, peleka madai yako Mahakama Kuu mara baada ya kuwa umemaliza sharti la kwanza la kupeleka notice ya siku 90. Kwa hiyo unatakiwa kufanya hivyo. Sasa utaratibu ni nini na ni namna gani utapeleka shauri? Sheria sasa zinazohusika za masuala ya madai Mahakama Kuu zitahusika. Sheria ya madai either the Civil Proceedings Act itatumika inapokuja swala la madai dhidi ya serikali, yani sheria ya kawaida. Sasa sheria pia inakutaka mara baada ya kuwa umepeleka shauri, unaona, inakutaka sasa, je, haya malalamiko yako juu ya serikali utayapeleka dhidi ya nani? Utayapeleka dhidi ya nani hayo madai yako dhidi ya serikali? Kwa mfano, nikasema mfano wetu ni ule ule, unaidai TRA au TCRA au TANESCO. Je, kesi yangu ya madai Mahakama Kuu niifungue dhidi ya nani? Je, kwa sababu ni TANESCO nimuhusishe waziri anayehusika na hiyo wizara au katibu mkuu au ni nani? Ni yupi mtu wa msingi ambaye hasa nitamshtaki ili niweze kupata haki yangu? So, sheria inaweka wazi kwamba ukiwa una madai dhidi ya serikali na ukaamua kwenda mahakamani, unatakiwa kuishtaki mamlaka husika. Mfano, hizi mamlaka zinavyokuwa zinaanzishwa zinapewa uwezo wa kisheria wa kuweza kushtaki na kushtakiwa. Kwa hiyo kabla ya kushtaki ni vyema ukapitia ile sheria inayoanzisha hiyo taasisi au hiyo mamlaka ya serikali, ujue kama ina uwezo wa kushtaki na kushtakiwa, cha kwanza kwa jina lake lenyewe. Kwa hiyo ni wajibu wako kabla hujaenda kushtaki ujue mamlaka hiyo, je, ina uwezo wa kushtaki na kushtakiwa au haina uwezo wa kushtaki na kushtakiwa. Na kama haina mamlaka au una uwezo wa kushtaki na kushtakiwa, nani anaweza kushtakiwa kwa niaba ya mamlaka hiyo dhidi ya kama serikali. Kwa hiyo ukishajiridhisha kwamba nani anaweza akashtaki au ni nani anaweza akashtakiwa, unapeleka shauri sasa dhidi ya hiyo mamlaka. Kwa mfano TANESCO. Kwa hiyo unaenda kuishtaki TANESCO. Mtu wa kwanza, mshtakiwa wa kwanza anakuwa ni TANESCO. Mshtakiwa wa pili wa msingi ambaye anatakiwa kushtakiwa kwenye shauri lako ni mwanasheria mkuu wa serikali. Usisahau. Narudia. Kwa mfano unaishauri unaishtaki TANESCO na ukajiridhisha kwamba TANESCO inaweza kashtaki na kushtakiwa. Watu utakaoenda kuwashtaki, moja atakuwa ni TANESCO. Atakuwa ni mshtakiwa namba moja. Mshtakiwa namba mbili atakuwa ni mwanasheria mkuu wa serikali. Mshtakiwa namba moja TANESCO, mshtakiwa namba mbili mwanasheria mkuu wa serikali. Sasa unaweza kujiuliza ni nini kitatokea endapo nitaishtaki TANESCO nikaamua nisiishtaki nisimshtaki mwanasheria mkuu wa serikali. Mimi sina shida na mwanasheria mkuu wa serikali. Mwenye shida naye ambaye nimefanya naye mkataba ni TANESCO, ndio amekataa kunilipa. Sasa mwanasheria mkuu wa serikali namtaka wa nini? Hapana, mimi naachana naye bana. Unaweza kufikiria hivyo, lakini sheria inaenda mbali, nasema kutokumshtaki au kutokumjumuisha mwanasheria mkuu wa serikali umevunja utaratibu wa sheria, na hilo swala lako linaweza kutupiliwa
mbali. Unaweza ukasema sasa, mimi shauri langu ninaye mshtakiwa wangu mkubwa mdai ambaye namdai huyu mwanasheria mkuu wa serikali namweka wa namna gani, au kwa nini nimweke? Mimi sina shida naye, simdai yeye, mimi naamua kumwacha. Ukiamua kufanya hivyo utakuwa umejipalia mkaa, msemo wa Waswahili. Ule utaratibu wa sheria unakutaka lazima mwanasheria mkuu umuweke kama moja ya watu muhimu wa kushtakiwa. Na kwa nini mwanasheria mkuu wa serikali tunamuweka kama mshtakiwa? Sheria iliyoanzisha ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali inamtambua mwanasheria mkuu wa serikali kama ndio mshauri mkuu wa masuala yote yanayotokana na mambo ya sheria na mambo yote yanayotokana na mambo ya madai na mikataba ya namna hiyo. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa kuwa yeye ndio mshauri mkuu wa masuala yote ya sheria na mambo yote ya mikataba na vitu vya namna hiyo, kuwepo kwa deni moja kwa moja mwanasheria mkuu wa serikali anahusika kwa namna anahusika. Kwa hiyo unapoenda mahakamani ni wajibu wako kuhakikisha kwamba unamuweka ili na yeye aje atoe ufafanuzi wake au ajibu kwa nini hilo deni lipo. Kwa hiyo unaweza pia ukajiuliza kwa mazingira mengine kwamba ninazidai mamlaka, kwa mfano nadai mamlaka 4 za serikali. Kwa mfano nachukulia mfano TANESCO, naidai mamlaka ya maji, au naidai TCRA na naidai pia huenda mamlaka nyingine ya serikali za mitaa. Kwa hiyo nataka kuishtaki. Je, ni lazima ni yaweke mashirika yote haya 4 au mashirika yote haya 5? Na mimi nataka tu huenda niishtaki TANESCO na vitu vya namna hiyo. Unaweza kaamua ukafanya hivyo, au unaweza kujiuliza swali la namna hiyo. Sheria inaenda mbali, inasema au lazimishwe ni nani wa kumshtaki ili kupata haki yako. Swala la kushtaki na kushtakiwa ni swala la uchaguzi. Sasa unapoona yule mtu anayekushtaki au yule mamlaka unayoshtaki ina uwezo wa kulipa, lakini hautakiwi kumwacha mtu yoyote nje ambaye uwepo wake unaisaidia mahakama kwenye kutoa haki. Kwa hiyo ikiwa kama mamlaka ya serikali ambayo unaona kwenye ukiacha itakuwa vigumu kwa serikali kutoa maamuzi, kwa mahakama kutoa uamuzi, then unatakiwa kuhakikisha kwamba unaiweka. Usipoiweka utaipa ugumu kwenye kutoa maamuzi yake. Kwa hiyo ikiwa unaona kwamba mamlaka unazotaka kuzishtaki zote ni za muhimu, basi unashauriwa kwamba kuhakikisha kwamba wote umewajumuisha kwenye madai ili kuisaidia mahakama kutoa uamuzi wake. Sasa unapokuwa umejumuisha, hakikisha kwamba kama nilivyosema, unapokuwa umewajumuisha hakikisha kwamba unawataja bayana. Kwa mfano, mshtakiwa namba 1 TCRA, mshtakiwa namba 2 TANESCO, mshtakiwa namba 3 mamlaka fulani, mshtakiwa namba 4 mamlaka fulani. Mshtakiwa wa mwisho lazima awepo. Mshtakiwa wa mwisho kama nilivyosema, mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo hata kama zikiwa mamlaka 10, lakini hakikisha jina la mwanasheria mkuu wa serikali linakuwa moja ya washtakiwa. Mwisho unatakiwa kuhakikisha kwamba nakala yako ya mashtaka hiyo unaipeleka mahakamani, anapewa nakala wakili mkuu wa serikali, yani Solicitor General. Kwa hiyo hakikisha kwamba nakala yako umeipeleka kwa hao watu wanaohusika na madai yako, na mwisho umempatia nakala wakili mkuu wa serikali. Sasa basi
unaweza ukajiuliza swali jingine hapo hapo, ukajiuliza swali jingine, nimewashtaki serikali, je, mahakama inaweza kanipa ushindi kweli? Inaweza kanipa haki yangu kweli? Maana tunaamini mahakama, au mimi ninavyojua, ukawa unajiuliza sasa, mahakama nao ni serikali. Je, na washtaki serikali, naenda kwa mahakama pia watanipa kweli ushindi? Kwa mujibu wa sheria na utaratibu wa kawaida, mahakama inapokea malalamiko au madai yote kutoka kwa watu binafsi dhidi ya mtu binafsi, kutoka kwa mtu binafsi dhidi ya serikali, kutoka kwa mtu binafsi dhidi ya kampuni, au kampuni juu ya kampuni, au kampuni dhidi ya serikali. Na inaposikiliza shauri, mahakama iko huru kutoa maamuzi yake, haiingiliwi na mamlaka nyingine yoyote ile au mtu yoyote yule. Kwa hiyo shauri la madai linapoenda mahakamani, mahakama inaweza ikatoa haki yoyote dhidi ya serikali. Kwa mfano, unaweza kujiuliza sasa, je, ni haki gani ambazo mahakama inaweza kanipatia mimi juu ya deni langu? Ni haki gani au nafuu gani mahakama inaweza kanipatia? Sasa kumbuka, nafuu mahakama inatoa kwa jinsi ulivyoomba. Mahakama haiwezi kukupatia kitu ambacho haujafanya maombi au kitu ambacho hujakiomba kwenye nyaraka zako za madai ulizopeleka mahakamani. Kwa hiyo kitu cha kwanza mahakama inachokiangalia ni kile kitu ulichokiomba. Kitu cha pili, baada ya kuwa umekiomba, ni wajibu wako kuhakikisha kwamba unapeleka ushahidi wa kuthibitisha madai yako. Peleka ushahidi, useme unaidai serikali, ulifanya mkataba, peleka mikataba, leta ushahidi. Mahakama ikiangalia kwamba kuna uthibitisho ulifanya mikataba na madai yapo ni kweli, na baada ya kusikiliza pande zote mbili, mahakama itatoa ushindi dhidi yako. Na ikishapata ushindi, ya kwanza itaenda kuangalia sasa ni nini ambacho ulikuwa umekidai. Kama ulikuwa unadai urudishiwe deni lako, ulipwe deni lako, mahakama itakupatia. Na kama ulikuwa umedai fidia, mahakama pia itakupatia fidia. Na kama ulikuwa umeweka mambo mengine ambayo ulikuwa umeyaomba, mahakama ikiona ni sahihi kwa wakati huo itatoa. Lakini usije ukaenda mahakamani tu ukapeleka maombi yako, ukapeleka madai yako lakini hujaweka maombi. Kumbuka kuna mambo mawili, kuna madai lakini pia kuna maombi. Unaweka tu madai na idai serikali kiasi hicho, na idai ukaandika ukasahau kuweka nini ambacho unataka mahakama ikusaidie. Mahakama haiwezi kuamua. Kwa hiyo ni wajibu wako kuhakikisha kwamba unaweka ni nini ambacho unaomba mahakama ikufanyie, au kwa lugha ya Kiingereza wanaita relief. Lazima utoe ni nini ambacho unataka mahakama ikufanyie, na mahakama baada ya kuona na kusikiliza ushahidi na wasikiliza pande zote, ikaona kama una madai ya msingi, mahakama itaenda kutoa na itakupatia nafuu. Kwa hiyo ni wajibu wako kuhakikisha kwamba unafuata utaratibu wote wa kisheria na kuhakikisha kwamba unatimiza masharti yote ya kisheria kabla ya kwenda mahakamani dhidi ya serikali. Kwa hiyo naamini kwamba ndugu yangu tumejifunza leo vya kutosha, na ikiwa utakuwa na swali au ukiwa unataka kuendelea kujifunza zaidi, endelea kutufuatilia katika vipindi vyetu vya masuala yanayotokana na mambo ya madai, na sisi kama ofisi tuko tayari kwa ajili ya kukaribisha na kuendelea kujifunza. Na ukiwa unahitaji pia usaidizi kwa ajili ya huduma hii ya madai, pia tunakukaribisha wakati wote. Timu yetu iko tayari kwa ajili ya kusikiliza na kuweza kukusaidia. Na kushukuru sana pia tena nichukue nafasi hii tena kukushukuru kwa mara nyingine, na endelea kutufuatilia, endelea kusubscribe kwenye akaunti zetu za kijamii
naendelea kutufuatilia na tunakukaribisha ukitaka kufika ofisini, karibu sana, na tunakutakia kila la heri katika shughuli zako za kila siku za kuendelea kujitafutia kipato na kujenga uchumi wa nchi. Asante sana na nakushukuru sana. Asante sana.